Binyanza ameapa kwamba hivi karibuni himaya ya Mantale itakuwa chini ya mikono yake. Sasa kuna nini ambacho kinakwenda kujiri? Awali ya yote na kuomba unisaidia kubonyeza neno lililoandikwa subscribe hapo chini ya video, kisha bofya una like video, unaweka maoni yako, unaifuatilia Kitana ukiwa sehemu gani na nini ambacho unajifunza kwenye hii tamthilia yetu pendwa inakwenda kwa jina la Kitana inayoangazia tradition ya Kiafrika. Sasa tunaona kwamba kwa upande wa Ngalewa ameweza kumwambia mtukufu Chief kwamba kama vile damu ya Kopako ilivyotawaliwa ama ilivyotoweka hapa kijijini, kwa hiyo inahitajika damu ya mtoto wa kwanza wa mtukufu, yani wa chifu, mtoto wa kwanza, uzaliwa wa kwanza wa chifu, ili uweze kutuliza mzimu wa Ngalewa, mzimu wa Kopako. Bwana Ngalewa anasema kwamba amejaribu kutuliza mzimu wa Kopako lakini ameshindwa. Kwa hiyo hamna budi, kitu ambacho kinahitajika ni damu ya mzaliwa wa kwanza wa mtoto wa chifu ili mzimu wa Kopako uweze kutulia. Lakini kwa upande wa chifu tunaona kwamba hichi kitu kwa upande wake akukihafiki kabisa, yani akukubaliana na hichi kitu. Alimwambia Ngalewa kwamba hivyo Ngalewa, unajielewa kweli hicho ambacho unachokiongea? Na nimekuja kugundua kwamba wewe pamoja na Binyanza ni kitu kimoja, yani wewe pamoja na Binyanza mnashirikiana ili muweze kuniondoa madarakani mimi. Sasa kwa upande wa Ngalewa anakana hili jambo kwa kusema kwamba yeye hana huo mpango hata kidogo, yani yeye hayuko huko ambako chifu anakofikiria. Lakini ndio hivyo, tunaona kwamba kwa upande wa chifu anaamini kwamba Ngalewa pamoja na Binyanza ni kitu kimoja. Kwa hiyo chifu anachukua majukumu, anachukua fursa ama anachukua majukumu kwa muda huo kwa kumwambia Ngalewa kwamba inabidi Ngalewa aondoke kwenye himaya ya Mantale na asirudi tena hapa hata siku moja. Yani ndo akiondoka kwenye hii himaya ya Mantale asirudi tena hata siku moja, kwa maana inaonekana tayari yeye pamoja na Binyanza wanashirikiana katika mipango yao, na ni kitu ambacho chifu akipendi. Lakini ukweli ni wote kwamba Ngalewa ameweza kumwambia chifu kile kinachohitajika kwamba ni damu ya mzaliwa wa kwanza wa mtoto wa chifu katika himaya ya Mantale. Kwa hiyo chifu ana jambo la kujifunza hapo. Anyway, tuachane na huko, tunakuja upande wa pili. Sasa kwa upande wa pili kwa Ngalewa, baada ya kutimuliwa kule kwenye himaya ya Mantale na kuambiwa na chifu kwamba asije akakanyaga tena kule kwenye himaya ya Mantale, kwa maana inaonekana kwamba yeye anashirikiana na Binyanza moja kwa moja, Ngalewa alitoka moja kwa moja na akakwenda kukutana na chifu na kwenda kukutana na Binyanza. Sasa Ngalewa anamwambia Binyanza kwamba unafikiri kwamba hiyo michezo ambayo unaicheza ni sahihi? Au ukijua kwamba hiyo michezo ambayo unaicheza sio mizuri hata kidogo, nachukua tahadhari, kwa maana chifu kashagundua kile kinachoendelea. Kwa hiyo wewe inatakiwa uchukue tahadhari sana kwenye vitu ambavyo unavifanya, na mimi tayari nimetimuliwa kwenye himaya, kwamba kwenye utawala wa Mantale. Sasa hicho ni kitu ambacho Binyanza anasema kwamba chifu angekuwa na fahamu umuhimu wako kwenye himaya ya Mantale asingesubutu kufanya kitu kama hicho. Sasa inaonekana kabisa kwamba kwa upande wa Ngalewa anao mchango mkubwa sana kwenye himaya ya Mantale, ila ni chifu ni kitu ambacho bado hajakigundua, na imani akigundua basi anaweza akafahamu kweli kwamba Ngalewa ana mchango mkubwa sana kwenye himaya ya Mantale. Lakini yote kwa yote, ukweli wote tutaufahamu kwenye episode ambayo inayofuatia inayokwenda kwa jina la Kitana. Awali ya yote, pointi ya msingi, hakikisha una subscribe kwenye chaneli yetu ili wa kwanza kupata vipindi kama video mpya kila tutakapokuwa tunaweka video mpya hapa kwenye chaneli yetu. Thank you for watching this video. Tukutane kwenye video nyingine tena. Bye bye.